Kwanza niseme sisi kama chama na kama mawakili wa TLS, baada ya kutokea kwa tukio hili lililotokea, chama kilitangaza na kikatoa namba ambazo watu wameruhusiwa kutuma ushahidi wa matukio mbalimbali. Na kwa lugha nyepesi, chama kinaendelea na kuchakata. Tumekuja hapa kwanza kama hatua ya awali, kwa sababu unapokuwa na tatizo, yapo mambo ambayo lazima myashughulikie haraka, lakini yapo mambo ambayo mnaenda taratibu kwa sababu yanahitaji umakini, yanahitaji ushahidi na yanahitaji kuchakata. Sasa swala la kwa mfano watu ambao bado wako maabusu, swala la watu ambao wamesomewa mashtaka wako magereza, swala la afya zao ni swala ambalo linahitaji uharaka, na ndio maana sisi kama chama cha mawakili tumejitolea kwamba lazima tushughulikie kwanza hilo swala. Na baada ya hapo sasa ndio tutakuja kwenye swala kama kuna familia ambazo zimeleta ushahidi na zimeeleza kwamba ndugu zao walikuwa nyumbani tu, walikuwa hayuko kwenye maandamano na kadhalika, lakini ameuliwa tena kwa risasi ya moto. Na ushahidi ukiwepo, hiyo tutaichakata na tutakuja kuitolea taarifa mbeleni ni hatua zipi tutachukua, na kama watu tunaweza kwenda mahakamani ili watu waweze kulipwa fidia. Ni kweli kwamba uhai wa mtu hauna namna unaweza ukaurudisha, lakini pia hakuna chochote ambacho unaweza replace, yani ukasema hii ni fidia. Lakini at least kuonyesha kwamba tuko pamoja na walau wapate chochote kuonyesha kwamba kuna watu wanatakiwa kuwajibika. Kwa hiyo sio tu benefits, lakini pia hata wale waliofanya hivyo, kwa sababu sisi ndani ya nchi wote tuko chini ya sheria na hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo si polisi au mtu yeyote ndani ya nchi hii anaweza kufanya kitu ambacho kinakatazwa kwa mjibu wa sheria. Kumbuka wengi waliokamatwa, ukweli ni kwamba hata kwa kuangalia ni miaka kati ya 15, 16, 17 mpaka 25 hapa. Hawa watu wengine ni wanafunzi, hawa watu wengine ndio wamemaliza shule wako mtaani, hawa watu wengine ndio wale vijana ambao walikuwa wanatuoshea magari kwenye sehemu za barabara, na sasa hivi wengi ukiangalia hatuwaoni, hatujui wako wapi. Tujue baada ya tukio wale watu wameenda wapi, kwa sababu kumbukeni sisi wengine tulikuwa tuna sehemu ya kujihifadhi, wale wanalala kwenye vituo vya daladala. Sasa kwenye ile lockdown hawa watoto walienda wapi na usalama wao ukoje? Lakini pia sasa iwe lai pia kwa vyombo vinavyohusika na ulinzi na usalama, vitoke vituambie hawa watu wako wapi. Sasa kitu cha muhimu tu kwenye swala swali la pili ambao usema kuna wengine wamewatafuta ndugu zao hawawaoni, wameenda Labinensi, wameenda wapi hawawaoni. Mimi niseme kitu kimoja hapo kwamba sisi kwa mfano ni taasisi, TLS ni taasisi, tumejitokeza kwenye jamii kutoa msaada au kutoa kile ambacho sisi kama chama tunatakiwa kukifanya kwa jamii kama wajibu wetu, sehemu ya obligation yetu. Ninatamani kuona pia taasisi nyingine ambazo zina wajibu kuhakikisha zinatoka. Kwa mfano tunatamani kuona hospitali, watu wanaohusika hasa wizara au mahospitali yatoke watuambie, na kwa kibidi waweke orodha ya watu ambao walienda walipokelewa kama maiti na kadhalika au walitibiwa pale, ili ndugu na jamii waweze kujua ukweli. Lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama vijitokeze vituambie wanajua vifo ni vingapi, na kama hakuna vifo watuambie, kuliko kukaa kimya. Watuambie kuna vifo vingapi, na kama hakuna waseme hakuna vifo, na kama kuna wanasema picha zinazoonekana sio, watuthibitishie kwamba hizo ni za matukio gani, ili tuweze kusema kweli kwa hili tukio lilitokea Njombe mwaka fulani, kwa hiyo kweli sio
la tarehe 29, 30 na kuendelea. Nafikiri itakuwa nzuri kuliko kusema kugeneralize kwa mtu tu kusema kwamba hizi picha hazifanani na tukio.